Kutokana na taarifa iliyotoka kwenye ikulu ya Marekani siku ya leo, Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza mpango maalum wa kidiplomasia wenye lengo la kusitisha mvutano ambao unaendelea kati ya Pakistani pamoja na Afghanistani. Akisema kwamba dunia haiwezi kumudu vita vingine vipya wakati bado inakabiliana na mgogoro mkubwa ya kimataifa. Trump aliweka wazi kuwa Marekani iko tayari kutumia nguvu zake za kiuchumi na kisiasa kuwaleta pamoja viongozi wa Islamabad na Kabul ili kuhakikisha mazungumzo ya moja kwa moja yanaanza kabla hali haijabadilika rasmi. Anasema sitaruhusu vita vingine kuvunjika katika eneo hili. Watu wa Pakistani na Afghanistani wameumia vya kutosha. Ni wakati wa amani, alisema Trump akiwa katika mkutano na waandishi wa habari katika ikulu ya White House. Kwa miongo kadhaa, uhusiano kati ya Pakistani na Afghanistani umekuwa na mashaka sana. Nchi hizi jirani zimekuwa zikilaumiana kwa kuvuka mipaka kiharamu, kuwahifadhi wapiganaji wa kigaidi na kuendesha mashambulizi ya kisasi kati ya maeneo ya mpaka. Mapigano ya hivi karibuni katika eneo la Tokham mpakani mwa nchi hizo mbili yamesababisha vifo vya askari kadhaa na raia, hadi iliongeza hofu ya vita kamili. Serikali ya Afghanistani imekuwa ikituhumu Pakistani kwa kuwaunga mkono makundi ya Taliban ambayo bado yanafanya mashambulizi nchini humo, huku Pakistani ikisema inalinda mipaka yake na kupambana na ugaidi. Trump anasema Marekani itasimamia mazungumzo ya amani ya pande tatu, akihusisha pia Umoja wa Mataifa na Umoja wa Nchi za Kiislamu yani OIC ili kuhakikisha suluhu inapatikana haraka. Taarifa kutoka Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani zinaeleza kuwa wawakilishi wa Trump wameanza mawasiliano ya moja kwa moja na wenzao wa Islamabad na Kabuli. Lengo ni kuanzisha mkutano maalum wa kilele yani summit unaotarajiwa kufanyika mjini Doha nchini Qatar ndani ya wiki chache zijazo, ambao utalenga kujadili mambo matatu. La kwanza ni usalama wa mpaka wa Tokham na Chaman, lakini la pili ni ushirikiano kiuchumi kati ya nchi hizo mbili, na tatu kuanzisha kamati ya pamoja ya ulinzi na taarifa za kijasusi. Trump amesema anataka mchakato huu usiwe wa maneno tu, bali uwe na matokeo ya moja kwa moja kwa wananchi wa kawaida. Marekani itasaidia katika kujenga barabara, shule, hospitali kati ya Pakistani na Afghanistani kama ishara ya amani ya kweli. Tunataka kuunganisha watu, sio kuwaona wakipigana, alikuwa anasema. Tangazo hilo la Trump limepokewa kwa hisia kali sana. Wakati baadhi ya viongozi wa kimataifa wamepongeza hatua hiyo kama maamuzi ya ujasiri ya kuzuia vita, wachambuzi wa masuala ya usalama wameonya kuwa mahusiano magumu ya kihistoria kati ya nchi hizo yanaweza kufanya juhudi za Marekani zisiwe rahisi. China ambayo ina uhusiano wa karibu na Pakistani imesema inaunga mkono mpango huo mradi tu utaheshimu uhuru wa kitaifa wa kila nchi. Kwa upande wake, Russia imetaka mchakato huo usigeuzwe kama chombo cha kisiasa cha kuongeza ushawishi wa Marekani katika eneo hilo. Kwa mujibu wa taarifa ya ikulu, Trump amesema kutuma mjumbe maalum wa amani ambaye ataongoza mazungumzo ya awali kabla mkutano wa kilele. Vyanzo vya kidiplomasia vinaeleza kuwa Marekani inatarajia kufikia makubaliano ya awali ya kusitisha mapigano ndani ya siku 30 kama hatua ya kwanza ya kuelekea makubaliano ya kudumu. Trump pia anasisitiza kuwa hataki vita vipya vinachochewa na siasa ama udini. Tunataka watu wa eneo hilo waishi bila uovu. Tumechoka kuona watoto wakikuwa katikati ya milipuko. Marekani haitatazama tu, tutachukua hatua, alisema rais huyo kwa sauti thabiti kabisa. Tangazo hili linakuja wakati dunia ikiwa bado inashughulikia mabadiliko makubwa ya kisiasa katika Mashariki ya Kati, ambako Marekani hivi karibuni imefanikisha makubaliano ya amani kati ya Israel na Hamas chini ya mpango wa Trump wa pointi 20, Trump's 20 points Gaza Peace Initiative. Wachambuzi wanasema kuwa kama Trump ataweza pia kurejesha amani kati ya Pakistani na Afghanistani, basi hatua hiyo itaimarisha nafasi yake kama mleta amani mashuhuri duniani na huenda ikaongeza uwezekano wa kuteuliwa kwake kwa tuzo ya Nobel ya amani ya dunia.